kuanzisha kutangaza kwa dini moja wengi tutalazimishwa kuabudu siku hiyo. Uhuru wa dini tulona hautakuwepo. Kuna tukio moja tunalolisubiri, ni tukio la ajabu, tukio la kuanzisha kutangaza kwa dini moja wengi tutalazimishwa kuabudu siku hiyo. Uhuru wa dini tulona hautakuwepo. Jumapili ndiyo siku itakayotangazwa, watu wote tutalazimishwa kuabudu siku hiyo. Jumapili ndiyo siku itakayotangazwa, watu wote tutalazimishwa kuabudu siku hiyo. Watuzao sabato ya Bwana watapata mateso makali, wapokataa kuitunza Jumapili iliyoanzishwa na upapa. Lakini sabato ya Jumamosi iliyoanzishwa naye Mungu yatupasa tuiheshimu. Ya mnyama. Biblia jana tuliona ya kwamba kuinuka kwa mpinga Kristo katika utimilifu wake wakati huu wa mwisho ndiyo moja ya dalili za mwisho kabisa wa nyakati. Na Paulo akasema kabla Yesu hajarudi, katika kitabu cha Thessalonike wa pili 2:3-4-8, kabla Yesu hajarudi lazima ibada isiyo ya kweli itasimamishwa mahala pa ibada isiyo ya kweli, na mpinga Kristo kujiinua na ibada yake ama inayoashiria alama ama uweza wake utasimamishwa kisheria kabla ya kuja kwa Mungu wa Kristo mara ya pili. Na hivyo watu wanajiuliza, alama ya mnyama huyo ni nani? Je, ni ipi alama yake? Na namba yake 666. Sasa jana tuliona ya kwamba katika maonyo makuu yaliyotolewa katika Biblia hakuna onyo kali kuliko onyo la Mungu kuwaonya watu juu ya ibada bandia itakayokuja kusimamishwa na mpinga Kristo. Biblia inatoa onyo kubwa juu ya wale ambao watapokea chapa ya mnyama katika vipaji vya uso ama katika mkono. Na jana tuliangalia tafsiri hii katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya ngapi? Wamesahau. Sura ya 6. Tuliona ya kwamba maana ya kuwekwa chapa katika kipaji cha uso ama juu ya mkono ni kwamba wale watakaowekwa na Mungu ni kwamba wanaingiza katika utendaji mapenzi ya Bwana, lakini pia wanaelewa. Vivyo hivyo kwa alama ya mnyama ni vivyo hivyo. Wale ambao watapokea ibada ya mnyama ni wale ambao wataipokea na kuingiza katika utendaji. Watakaowekwa katika mikono ni wale ambao wanaelewa ya kwamba dhahiri ibada ya Mungu sio aliyosimamisha mpinga Kristo, lakini kwa sababu ya kutafuta fedha na jitihada kadhaa za kusustain maisha watakubali kuitekeleza ili wasiwezi waendelee kuuza na kununua. Lakini wale watakaopokea katika kipaji cha uso kinamaanisha understanding, ni wale ambao watakuwa na msimamo thabiti wa kutetea ibada ya mpinga Kristo kwa akili zao zote na moyo wao wote, kama vile ambavyo Mungu atatetea na watoto wake na ibada yake, na wale ambao watapokea alama ya Mungu. Na hivyo Biblia inatuambia ya kwamba yeye watakaopokea watakunywa katika mvinyo wa ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganya na maji, ya kwamba ghadhabu itakuwa ya bila
huruma. Mnyama anayezungumzwa hapa wapendwa ni mnyama wa kitabu cha Ufunuo sura ya 13, na tuliona katika Danieli 7 fungu la 17 ya kwamba mnyama anawasilisha ama anawakilisha katika unabii wa Biblia ufalme ama utawala ama mamlaka yenye nguvu, ndio inaowakilishwa na nini? Na mnyama. Tukaona hata mataifa mbalimbali yanatumia picha hiyo hiyo kuwakilisha mataifa yao. Kwa Tanzania inawakilishwa na mnyama gani? Twiga. Marekani inawakilishwa na ndege gani? Tai. Kule Australia inawakilishwa na mnyama gani? Kangaroo. Kwa hiyo Biblia inaposema mnyama, watu wengine wanaona ni kama tusi, ni kama lugha ya kukashifu. Biblia inaposema mnyama inamaanisha utawala ama mamlaka itakayokuwa na nguvu juu ya kudominate ulimwengu ama taifa fulani. Kwa hiyo mamlaka hii inayozungumzwa hapa, Biblia inatueleza habari zake, ya kwamba nikaona mnyama ama mamlaka hiyo inatoka katika bahari. Tulijifunza katika kitabu cha Danieli katika Ufunuo 17:15 ya kwamba bahari humaanisha nini? Watu wengi, sehemu ambayo ina population kubwa ya watu. Na hivyo tunaona ni ufalme ambao unaibuka katika sehemu yenye population kubwa ya watu, lakini tunaanza kupewa sifa zake. Ana pembe 10 na vichwa 7, na juu ya pembe zake ana vilemba 10, na juu ya vilemba vyake ana majina ya makufuru. Na yule mnyama niliyemuona alikuwa mfano wa chui, na miguu yake ilikuwa ni kama miguu ya dubu, na kinywa chake kama cha simba. Na yule joka akampa nguvu zake na kitu chake na uwezo. Tukiangalia vizuri ufalme ama hii mamlaka, tunaona inachukua sifa toka kwa falme zile 4 za Danieli 7. Tunaona ina mdomo kama simba. Simba tuliona katika Danieli 7 aliwakilisha Babeli. Kwa tunaona mamlaka hii, sera zake ama mafundisho yake, kwa sababu mdomo ndio huzungumza, hueleza vilivyo moyoni. Sera na mamlaka na maagizo yote katika mamlaka hii ni mamlaka ambayo inachukua sera, taratibu zote kutoka wapi? Babeli. Imerithi Babeli. Ndiyo maana katika kitabu cha Ufunuo 18 Mungu anasema mfumo wa Babeli utakuja kuangushwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu mamlaka hii ni mamlaka ambayo inachukua ama ina sehemu ya baadhi ya mambo kutoka Babeli. Lakini tunaona ina miguu kama ya dubu. Sifa kubwa ya dubu, tunaelewa dubu iliwakilisha ufalme wa Medi na wa Yunani. Na tunaelewa sifa kubwa ya Medi wa Yunani ya kwamba walikuwa wao wakitengeneza sheria haitanguki. Na hivyo walikuwa wana hiyo system ya infallibility, ya kwamba sheria inapotungwa inatungwa na watu ambao ni infallible, na sheria hiyo haiwezi kutanguka. Na hivyo tunaona mamlaka hii nayo inakuwa na miguu, kwa sababu miguu ndio na mtu anaposimama inapata stability. Maana yake mamlaka hii ina sifa ya Waamedi na Waajemi, ya kwamba ina sifa, inajiita infallible. Ni mamlaka ambayo inaamini inapoweka kanuni na sheria hazitanguki. Lakini tunaona ina mwili wa chui. Falsafa zake ni kama Uyunani, lakini sio falsafa. Tunajua Uyunani ilisifika kwa namna ambavyo ilikuwa na strategy za kijeshi na namna ambavyo iliuteka ulimwengu kwa muda mfupi. Na hivyo tunaona mamlaka hii ina aspect hiyo ya kijeshi, ina nguvu na uweza wa kijeshi. Lakini tunaona ya kwamba ina pembe 10 katika vichwa vyake, ya kwamba inaonesha ya kwamba inapatikana maeneo yale ambapo katika Danieli 7 zile pembe 10 tuliona katika Danieli 7:24 ni wafalme 10 ambao ndio Ulaya ya leo. Kwa tunaona ni mamlaka ambayo inatokea kule Ulaya. Biblia inatuambia nikaona moja ya vichwa vyake kana kwamba kimetiwa jeraha la nini? La mauti, na pigo lake la mauti likapona. Kwa Biblia inatuambia mamlaka hii katika certain stage itaonekana ya kwamba imesizi, lakini baadaye itakuwa revived again, itapona tena. Itakapopona tena dunia yote itafanya nini? Itastaajabia. Biblia inasema naye akapewa kinywa cha kunena maneno makuu ya makufuru. Kwa ni mamlaka ya kidini hii inayonena makufuru. Biblia inasema akapewa uwezo wa kufanya kazi miezi 42. Miezi 42, kama wewe ni mwana mahesabu mzuri, na uzuni nyinyi ni watu wa university, na hivyo hesabu sidhani kama ni chenga. Kwa hiyo miezi 42, mnakumbuka niwaambia katika Biblia mwezi una siku ngapi? 30. 30 mara 42
ni sawa na siku ngapi? 1200 na ngapi? Na 60. Unaona similarity ya kwamba mamlaka hii ni ile ile ya Danieli 7, kwa sababu katika mamlaka Danieli 7 ambayo tulitambulisha mamlaka mpinga Kristo, nayo ilitawala, ilikuwa na nguvu kwa siku za kiunabii ambayo ni miaka 1200 na ngapi? Na 60. Kwa ni mamlaka ile ile, lakini hapa Yohana anaielezea akiongeza sifa zaidi ambazo tutaziangalia hizo sifa ambazo katika Danieli alikuwa hajazitaja. Tena akapewa kufanya vita na watakatifu na kuwashinda. Mnakumbuka katika Danieli 7:25 mamlaka mpinga Kristo nayo ilifanya vita na watakatifu ikafanya nini? Tuliona ya kwamba kwa hiyo miaka 1260 Rumi ya kidini ilifanya vita na watakatifu wote walioinuka kupinga mafundisho yasiyo ya kibiblia, ikawaua, ikawaangamiza. Na wanahistoria wanasema ya kwamba mtu mjinga tu katika historia ndio anaweza kukataa habari hizo. Tukawa na ushahidi hata wa sasa namna ambavyo mamlaka ya Rumi ya kidini inajaribu kuomba msamaha wa Protestanti. Lakini tunaambiwa atakapoanza tena kuwa na nguvu, atakuwa na uwezo juu ya kila kabila, jamaa, lugha na taifa. Na watu wote wakao juu ya nchi watamsujudu kila ambaye jina lake halikuandikwa katika kitabu cha uzima mwana kondoo, yeye aliyechinjwa tangu kuwekwa kwa misingi ya dunia. Sasa nifanye summarization, nikikompea sifa hizi na za Danieli 7. Tumeona sifa hii ya kwanza anakuja baada ya Rumi ya kipagani kuanguka. Tulivyojifunza katika Danieli 7, tuliona katika Danieli 7:8 na 24 ya kwamba Rumi ya kipagani ilivyoanguka ndio ikaleta mamlaka iliyoinuka baada hapo ni Rumi ya kidini ama Roman Catholic Church. Katika Ufunuo 13:2 inaelezwa kitu hicho ya kwamba joka ndio alimpatia mamlaka, na katika Ufunuo 12 tunaona joka alifanya vita kutaka kumuua Yesu, na hiyo joka anatumia ama shetani anatumia watu ku accomplish agenda zake. Katika Ufunuo 12 tuliona kwamba joka aliwakilisha ufalme wa Rumi, na hivyo tunaona hizo similarity. Na pili, atatesa watakatifu wa Mungu, Danieli 7:25, lakini pia Ufunuo 13:7 tumeona mamlaka hizo zina sifa hizo. Atandida makufuru katika Danieli 7:25, Ufunuo 13:5 Biblia imerudia kitu hicho. Na tulisema makufuru kwa mujibu wa Biblia yana definition mbili. Definition ya kwanza, mwanadamu kujitwalia mamlaka ya kusamehe dhambi. Tukaona kanisa la Rumi limejitwalia mamlaka ya kusamehe dhambi, na mojawapo ya kanuni za kanisa zinamtaka muumini kutubu dhambi angalau kwa mwaka mara moja, wakati tendo la kutubu dhambi linatakiwa liwe la kila siku. Paulo anasema ninakufa kila siku, na dhambi zinatubiwa kwa Mungu, lakini kanisa likachukua mamlaka hiyo, na hivyo kufanya hivyo ni kukufuru. Lakini tukaona pia kanisa ama viongozi wa kanisa wanajiita majina matakatifu ya Mungu kama Baba Mtakatifu na majina mengine ambayo ni ya Mungu peke yake. Kwa hiyo tukaona pia mamlaka hii inafanya makufuru kwa kufanya hivyo, lakini mamlaka hii inajiita mwakilishi wa Mungu hapa duniani. Hayo pia nayo ni makufuru. Ni mamlaka ya kidini, lakini ingetawala kwa miaka 1260 ambayo tuliona katika Danieli 7 ilitoka mwaka 538 mpaka 1798. Na sifa ambayo katika Danieli haitajwi inatajwa katika Ufunuo, hesabu ya jina lake ni 660 na sasa tuangalie hii alafu tutakuwa tunaendelea mbele. Katika Ufunuo 13:8 hapa ndipo penye hekima yeye aliye na akili na hesabu ya mnyama huyo, maana ni hesabu ya kibinadamu, na hesabu yake ni 660 na ngapi? Biblia inasema hesabu ya jina la huyu mnyama ni hesabu ya kibinadamu. Hesabu ya jina la utawala huu ama jina ama cheo cha utawala huu, hesabu yake ni ya kibinadamu, ambayo ukijumlisha utapata 600 na ngapi? Sasa tuulize, je, mamlaka ya kanisa la Rumi ama cheo cha kiongozi wa kanisa la Rumi ama papa ni cheo gani? Na je, hiko official title, je, ina add up kwenye 666? Katika gazeti la Wasanda Visitor la Aprili 18, 1915, maneno yaliyoandikwa katika kofia ya papa ni Vicarius Filii Dei, ambayo ni ya Kilatini yenye maana mwakilishi wa mwana wa Mungu. Kwa hiyo cheo kikuu cha kiongozi wa kanisa Rumi ni Vicarius Filii Dei, mwakilishi wa mwana wa Mungu ama mwakilishi wa Kristo. Mahala pengine wanaandika Vicarius Christi,
mwakilishi wa Kristo, mwakilishi wa mwana wa Mungu. Hilo ndio gazeti la Watchman. Sasa maandishi ni madogo sana, ila kama ungeweza ama kama utaweza kulipata gazeti liko mtandaoni, utaona maandishi hayo yanayoelezea Vicarious Filii Dei. Lakini katika nyaraka mbalimbali za kanisa la Rumi, ama waandishi mbalimbali wa kanisa la Rumi wamekuwa wakitumia cheo hicho. Tunapo chini nimeunderline Vicarious Filii Dei. Nyaraka mbalimbali zinazomtambulisha Papa zinamtambulisha kwa cheo hicho. Sasa wapendwa, hilo ni jina la Kilatini, na Walatini wana mfumo wa namba kuzipa thamani, na herufi kuzipa thamani. Na tunakumbuka shule ya msingi, I ina maana ya moja, V au U ni ngapi? 5. L C ni ngapi? Na D ni ngapi? Sasa hebu tujumlishe tuone kama Vicarious Filii Dei inatuletea 66. V 5, I 1, C 100, A na R hazina thamani. I ni 1, U ni 5 kwa sababu ni sawa sawa na V. S haina thamani. Vicarious inatuletea 112. Filii, F haina thamani. I ni 1, L ni 50. I ni 1, I inafuatia ni 1, jumla 53. Dei, D ni 500, E haina thamani. I ni 1, jumla 501. Unapojumlisha 102 jumlisha 53 jumlisha 501 unapata 660 na ngapi? Cheo hichi cha kiongozi wa kanisa la Rumi ukikitafsiri kwa lugha yoyote ya Kiebrania, ya Kigiriki, lugha zote zenye mfumo wa namba, itakuletea jumla hiyo ya 666. Na hiyo kinakuwa kitambulisho cha mwisho cha kuitambua mamlaka hiyo. Tafsiri hii sio tafsiri ya leo wapendwa. Wana matengenezo wote tangu miaka ya 1200 walioanza kujifunza Biblia wakati wa matengenezo walitafsiri mamlaka kanisa la Rumi, ya kiongozi wa kanisa la Rumi, kama ni mfumo ambao ni wa mpinga Kristo. Martin Luther alisema ya kwamba najua ya kuwa Papa ni mpinga Kristo na kwamba kiti chake ni kile cha shetani mwenyewe. Martin Luther ni muasisi wa Luteri. John Calvin naye alikubaliana naye. Lakini pia John Wesley, muasisi wa Anglikani, naye alisema maneno hayo kwamba bila shaka yeye ni mtu wa kuasi na kama vile anavyoongeza kila aina ya dhambi bila kiwango. Na John Knox akamaliza kwa kusema ni mpinga Kristo halisi. Kwa hiyo hii sio tafsiri mpya, ni tafsiri ambayo wana matengenezo wa Protestanti wote waliojifunza Biblia, walioishi katika kipindi cha enzi ya utawala wanathibitisha. Na wale ambao tumejifunza vizuri katika somo la Daniel sura ya 7 tutakubaliana na matengenezo hawa, kwa sababu unabii wote umetimizwa. Sasa Biblia inasema ya kwamba nikaona kimoja vichwa vyake na kimetiwa jeraha la mauti na pigo lake likapona. Biblia inatuambia utawala huu ungefikia mwisho wake wakati fulani ambao inafananishwa na pigo la mauti. Tuliona hili ni mwaka 1798 katika Encyclopedia Americana. Tuliona nukuu hii ya kwamba katika mwaka 1798 Berthia akiongozwa na Napoleon, alikitumwa na Napoleon, aliingia Roma kufuta serikali ya Papa, akisimamisha utawala usio wa kidini, na hivyo kanisa likawa limepata pigo la mauti. Na pigo la mauti likamaanisha nini? Likamaanisha kupoteza ushawishi na nguvu ya kisiasa na kupoteza ushawishi na nguvu ya kidini. Lakini Biblia inatuambia pigo lake la mauti likapona na dunia yote kamstajabia mnyama. Swali, unabii wa kuanza kupona kwa pigo la mauti ulitimia lini? Gazeti la San Francisco Chronicle linaripoti tukio hili ambalo wakalipatia kichwa Mussolini and Gaspar sign historical Roman Pact. Mussolini na Gaspari watia sahihi mkataba wa Roma wa kihistoria. Ninanukuu katika gazeti hilo. Swala la Warumi jioni hii lilikuwa kitu kilichopita, na Vatikani ilikuwa na amani na Wataliano katika kutia sahihi yenye karatasi za kumbukumbu wakitibu jeraha. Hilo ni gazeti, wakiandika maneno kama ambayo yanatoka katika Biblia. Ushirikiano wa hali ya juu ulionyeshwa pande mbili. Ilikuwa ni Februari 11, 1929. Lakini magazeti sio tu San Francisco Chronicle, magazeti mengi yaliripoti. New York Times iliripoti habari hiyo. Lakini gazeti lingine hili ninakuzumia kidogo, nayo uone kichwa kinachokilisema maneno yale. Heal wound of many years. Kwa hiyo hapo kanisa likaanza kupona jeraha. Kumbuka
jeraha hili haliwezi kuponywa kwa siku moja. Maana wakati wa miaka 1260 kanisa lilikuwa na nguvu, wafalme waliapa. Yani unakuwa mfalme katika nchi yako, lakini unachukua kiapo Rumi, Vatican, na unachukua kiapo mbele ya kiongozi wa kanisa. Na hivyo kanisa lilirudi katika enzi yake, sio kitu cha siku moja. Hivyo kuanzia mwaka huu 1929 ndipo lilianza kupona jeraha la mauti. Na baada ya hapo Biblia inatuambia litakapokamilika, yani uwezo wote utakaporudi, dunia yote itastaajabu. Kwa hiyo ninarudia tena, jeraha mauti lilimaanisha kupoteza mamlaka na nguvu ya ushawishi kisiasa, na kupoteza nguvu ya ushawishi wa nini? Wa kidini. Sasa jambo gani linaloashiria mamlaka ya nguvu ya ushawishi wa kidini katika kanisa la Rumi? Nitauliza katika nukuu za Rumi wenyewe. Katika barua ya tarehe 28 1895 kutoka katika Cardinal F. Thomas, anajibu, anasema kanisa Katoliki linadai kwamba badiliko lilifanya wao, yani badiliko kutoka Jumamosi kwenda Jumapili, na badiliko hilo ni alama ya madaraka yake ya kanisa na mamlaka walionayo katika masuala ya nini? Ya kidini. Kwa hiyo kitendo cha kubadilisha sabato toka Jumamosi kwenda Jumapili ndio kitendo kinachoashiria mamlaka walionayo kanisa la Rumi juu ya masuala yote ya kidini, ya kwamba kama kanisa liliweza kugeuza amri ya Mungu bila kuzuiwa na Biblia, haliwezi kushindwa kufanya lolote. Na hiyo ndio inasimama kama pila, kama alama ya madaraka ya kanisa. Wanaeleza katika kumbukumbu zao za Septemba 1, 1929, Jumapili ni alama yetu ya madaraka. Kanisa liko juu ya Biblia, na huku kuhamishwa kwa utunzaji wa sabato ni kidhibiti cha ukweli. Kwa hiyo ili kanisa lirudi katika enzi yake ya heshima na ushawishi wa kidini, ni lazima Jumapili irudi kuheshimiwa kama alama ya madaraka yake, kama ilivyokuwa wakati wa zama za giza. Maana yake lazima makanisa yote pamoja na serikali i-acknowledge ya kwamba Jumapili ni siku ya kupumzika, ya ibada, na watu wote wanapaswa kufanya hivyo kisheria. Hapo ndipo jeraha litakuwa limepona kwa ukamilifu wake. Father Enlight ni president ama rais katika chuo cha Demptonist, anaandika, anasema Biblia inasema kumbuke siku ya sabato itakase. Kanisa Katoliki linasema hapana, kwa mamlaka yangu ya kiungu nalibadilisha sabato na kuamuru wote kuitunza siku ya Jumapili katika utakatifu. Na sasa ulimwengu wote uliostaarabika unasujudu chini ya heshima katika kutii amri takatifu ya kanisa. Kwa hiyo kanisa linapoona ulimwengu mzima bila kubisha ama kutafuta resistance yote wakiheshimu Jumapili, kanisa linaona heshima inarudi kwake. Sasa niweke hili sawa, hakuna hata mmoja ambaye amepokea chapa ya mnyama mpaka sasa. Hakuna. Utunzaji wa sabato ya Jumapili utaanza kuwa alama ya mnyama pale ambapo mabunge ya serikali yatakapoweka sheria ya kulazimisha ibada hiyo kisheria, na wale ambao wataenda kinyume na hivyo wataabudu siku nyingine, watapumzika siku nyingine iliyosemwa na Mungu ya siku ya sabato, watakabiliwa na ghadhabu. Wakati huo utunzaji wa Jumapili ndio utakuwa umekuwa alama ya nini? Lakini mpaka sasa hivi bado haujawa alama ya mnyama. Sasa unaniuliza, je, kuna jitihada gani za kufika huko? Nisikilize vizuri. Rumi ina mpango mkakati wa kurudisha tena sheria ya kuitambua Jumapili kama siku ya ibada kidunia, na inafanya hivyo kwa mambo yafuatayo: moja, kupitia muungano wa makanisa; mbili, kupitia vyama vya wafanyakazi; tatu, kwa kutumia visingizio vya upotofu wa maadili; na nne, wakitumia sababu za kimazingira ama climate change ama global warming. Nitakueleza sababu moja mpaka nyingine, nifuatane na mimi. Kwanza, agenda ya kurudisha Jumapili katika heshima na utukufu wake inapelekwa kupitia muungano wa makanisa. Katika kitabu cha Ufunuo 18:7 Biblia inasema, kwa kuwa alisema moyoni mwake, nimeketi malkia wala si mjane, wala sitaona huzuni kamwe. Ni unabii ambao ulifunua ama ulitabiri juu ya kurudi tena kwa watoto wa kanisa Katoliki, ama kurudi tena kwa muungano wa kanisa Katoliki. Na wakati wa mkutano wa Vatican wa pili, Pope John katika baraza la Pope John wa 23 alisema kwamba we shall array ourselves in the most beautiful appeal and stretch forth our hands to our separated brethren and invite them to return.
Kuanzia mtaguso wa Vatican wa pili, jitihada zikaanza kuwekwa za kurudisha umoja wa kikanisa, wakaita ecumenism. Wangapi mmewahi kusikia neno hilo ecumene? Sasa ecumenism ni movement ya kurudisha makanisa yote yarudi Rumi. Sasa jitihada mbalimbali ziliendelea kwa wakati mbalimbali, lakini jitihada hizi zimepamba moto sana wakati wa kiongozi wa sasa wa kanisa la Rumi. Yeye alipoingia tu alitoa appeal, ama alitengeneza video hii na kuwatumia Wakristo appeal ya kurudi tena kuungana, na akatumia video hii. Ipo YouTube, unaweza kwenda kuiangalia vizuri na ina subtitle vizuri. Akatumia mfano wa Yosef na kaka zake, ya kwamba kanisa la Rumi wao ndio Yosef, alafu wa Protestant ndio wale kaka zake, na sasa anawataka warudi tena waungane. Vichwa vya magazeti vikaliputa, kwa sababu ujumbe huu alikuwa na utuma kwa ulimwengu wa walokole, na magazeti ya nyumbani yakaandika Papa Francis awaangukia kina nani? Walokole duniani. Ujumbe huu aliutuma kwa mkutano mkuu wa walokole duniani uliokuwa ukifanyika kule Marekani, na wakautazama huo ujumbe, na moja kati, tazama response zilivyokuwa. This brought an end to the protest of Luther. Brothers and sisters, Luther's protest is over. Is yours. In 1999, this was signed by the Lutheran Church, the Federation Worldwide. Later, about 5 years later, the Worldwide Methodists signed the same agreement, but as of today, we still have had no Protestant evangelical that will stand up and sign this agreement to agree with our brothers and sisters that we are saved by grace through faith to good works. And I believe that's something that needs to be fixed. There's a challenge for you. So the protest has been over for 15 years. And I get a bit cheeky here, because I challenge my Protestant pastor friends. If there is no more protest, how can there be a Protestant church? Maybe now we're all Catholics again. Kwa nasema ikiwa matengenezo tumeyamaliza, kama tumemaliza Protestant, kwa nini kuna kanisa ya Protestant sasa? Labda sisi wote sasa tumekuwa kina nani? Wakatoliki. Na wakasaitiana dokumenti nyingi sana, Catholic and Evangelical together, na jitihada zikaanza kupamba moto za kuunganisha makanisa, na jitihada haziendi tu kwenye kuunganisha Wakristo kwa Wakristo, bali kiongozi huyu wa kanisa la Rumi anataka kuunganisha Wakristo, wa Budha, Waislamu pamoja na Wayahudi, iwe dini moja, iwe dini moja. Popote anapotembea, ujumbe wake ni kuhamasisha umoja, kutengeneza umoja. Na moja kati ya mambo yaliyotikisa vichwa vya habari ni muungano uliofanyika kati ya Orthodox pamoja na Wakatoliki, muungano ambao unatokana na kuvunjika kwa utengano uliotokea takribani miaka 1000 iliyopita. Viongozi wote walijaribu, lakini huyu akawa amefanikiwa, na huo ndio ujumbe wake. Anajaribu kuunganisha dini zote, kutengeneza dini moja. Ninampenda mwandishi fulani, mwandishi mmoja wa kike anaitwa Ellen White, aliandika mambo haya wakati wa miaka 1800, ya kwamba kwa njia makosa makuu mawili, ya kwamba imani ya roho kutokufa na utakatifu wa Jumapili, shetani atawaleta watu chini ya madanganyo yake, ya kwamba kupitia ya kwamba wote tunashirikiana kuabudu Jumapili na wote tunaamini juu ya wafu wa kifa wanaendelea kuishi, basi tunatakiwa tutengeneze muungano katika mambo tunayokubaliana. Mapendo, mambo hayo yalikuwa eleweki wakati huo, lakini sasa hivi tunaona yakitimiwa. Kule Marekani kuna taasisi inaitwa Lord's Day Alliance, taasisi ambayo kazi yake ni kuhamasisha Jumapili irudi tena kwa nguvu katika taifa la Marekani, na wanaitumia Sunday kama maki ya Christian Unity. Katika kitabu cha Ecumene kilichoandikwa na Father Patrick Portman cha mwaka 1990 ukurasa wa 364, anasema ni kitendo cha maendeleo ya Baraza la Makanisa Ulimwenguni kwamba Wakristo wa makanisa na madhehebu mbalimbali wamepata kufahamiana vizuri zaidi, wamechunguza mafundisho na hasa mapokeo yao yanawatenganisha na kuwaunganisha. Hapo ndipo wanapotaka kuyatilia mkazo zaidi mambo yale yanayounganisha na kuyapunguza makali au kuyatokomeza kabisa yale wanaofanya nini? Wakristo wamefikia hatua wako radhi kuweka misingi hata kama inatoka katika Biblia chini, ili tu waungane.
na chombo cha umoja jumuiya ya makanisa duniani kilichoanzishwa mwaka 1929 kinafanya kazi hii kwa kiwango kikubwa. Anaeleza Father Patrick Portman, Baraza la Makanisa Ulimwenguni linaendelea kukiri na kueleza kwamba haliwezi kuwa kanisa lile moja, bali ni siku itakapowadia ambapo makanisa hayo yataungana, sikiliza, katika umoja wa imani na nini? Uongozi, ndipo Baraza la Makanisa Ulimwenguni litakuwa limetoweka, na lengo lake ni kwamba kanisa moja takatifu sharti lifanya nini? Sasa utauliza, nani atakuwa kiongozi wa huu umoja? Anajibu Father Patrick Portman, upapa ndio nguzo kuu ya umoja, sio kwa Wakristo Katoliki tu, bali kwa Wakristo wengine. Kanisa la Rumi ili lifanikiwe hili, lazima lianze kuomba msamaha kwa matatizo yote lililoyafanya, kwa mateso yote lililoyafanya wa Protestant, ili wa Protestant wakubali tena kurudi chini ya mamlaka yake. Wapendwa, Yesu anataka umoja, anataka Wakristo na umoja, ni kweli, lakini anataka umoja usioweka chini kweli za Biblia. Haleluya. Yesu anasema katika Mathayo 17, wala mimi simo tena ulimwenguni, lakini hao ulimwenguni, nami naja kwako Baba Mtakatifu, kwa jina lako lilonipa uwalinde hawa, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo. Mimi nimewapa neno lako, na ulimwengu umewachukia, kwa kuwa wao sio ulimwengu kama mimi nisivyo wa ulimwengu. Uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndio. Yesu anataka umoja utakaosimamishwa katika ukweli wa neno la Mungu. Paulo alisema, ikiwa watu wataleta injili nyingine, haiwezekani kukaa na umoja hapo. Paulo anasema katika Galatia 1:9, kama nilivyotangulia kusema, na sasa nasema tena, mtu yeyote akiwahubiri injili yoyote sio kuwa mlioipokea, na afanye nini? Na alaaniwe. Wapendwa, hakuna compromise kwenye neno la Bwana. Mungu amekataa compromise, lakini umoja wa makanisa unasema kupunguza makali ama kutokomeza kabisa mafundisho. Waprotestanti leo wamesahau waasisi wao, kina Wycliffe, kina Hans, kina Martin Luther, walivyokufa na kuangamia wakitetea kweli. Martin Luther aliitwa mzushi kwa kusema ya kwamba neema ni bure, watu wanapata haki kwa imani. Lakini leo Walutheri wamesahau msingi wa uasisi wao. Na sasa mambo yale yakiwa bado yapo makanisani, watu wakiendelea kuhesabiwa haki kwa matendo na sio kwa imani, wakiendelea kuhesabiwa haki kwa kufanya mambo fulani. Habari hizi zinatuonyesha, ukiangalia hapo, wakati fulani Vatican ilitangaza kwamba ukimfollow tu Pope Twitter utapata rehema, utapunguziwa muda wako wa motoni, utapunguziwa uende mbinguni. Mambo yale walioyapinga wa Protestant yapo mpaka leo, lakini wa Protestant wamesahau, wanarudi tena kuungana na mamlaka hii iliyokanyaga kweli ya Mungu. Magazeti mbalimbali yaliripoti tukio la mwaka jana ambapo Walutheri na Wakatoliki walipoungana rasmi wakati wa kuhitimisha ama kusherehekea miaka 500 ya Waprotestanti. Magazeti yote yanasema hatimaye Luther na Katoliki waungana. Sikiza magazeti haya, ni kana kwamba wanasoma Biblia. Papa na rais wa Lutheri wasiana mkataba ni kuelekea dini moja na serikali moja ya nini? It is coming, inakuja wapendwa. Na vyombo vyote vinavyoripoti habari hizi vinaripoti kama ni kuponya jeraha. Wakati huu wapendwa, Mungu anaita watoto wake toka taasisi mbalimbali ambazo zimekataa neno la Mungu. Mungu anawaita watoto wake watoke, wasimame na yeye Kristo, sababu muda si mrefu hukumu ya Bwana itashuka. Na moja kati ya mkakati mpana wa shetani kuleta watu wengi kwenye mwamvuli wa utunzaji wa Jumapili ni kupitia miujiza na ishara mbalimbali. Tuliona katika somo la moto wa kigeni, shetani analeta uamsho bandia ili watu waendelee kubaki wakidhani kuna usalama. Lakini kitu kingine ambacho kitatumiwa kusukuma Jumapili ni kupitia vyama vya wafanyakazi. Biblia katika Ufunuo 18:3 inatuambia wafanyabiashara na wafalme wote wamepata fedha kwa kiburi cha nguvu zake, na hivyo wataungana kwa pamoja kusukuma Jumapili itambulike kisheria. Tunaona wapendwa, katika nyakati, katika habari zinazoendelea ulimwenguni, vyama vya wafanyakazi vinafanya maandamano kupinga ufanyaji kazi wa Jumapili. Hii ni baadhi ya orodha ya vyama vya wafanyakazi duniani vinavyoungana kwa pamoja kupinga kazi Jumapili iheshimiwe kikanisa.
Na ukitaka kufahamu vyama vingi, nenda katika tovuti yao inaitwa European Sunday Alliance, utakutana na habari hizo. Viongozi kwa kanisa kwa wakati mbalimbali wamekuwa wakihamasisha utunzaji wa Jumapili na utambuliwe kisheria. Wakati wakihutubia wafanyakazi, Pope Benedict kusema Sunday ama Jumapili ni siku ya kupumzika kwa wafanyakazi wote. Alisema maneno ya kipekee mwaka 2007 Februari 22 ya kwamba utunzaji wa Jumapili ni wajibu wa kila mwaminifu, wajibu utakaompa uhuru wa kufanya aweze kuishi kila siku. Hii ni siku ya Bwana, hii ni siku ambayo pia tunatumaini kwamba itakubaliwa kama siku ya kitaifa kupitia nini? Sheria. Wapendwa, ni mkakati ulio katika mwendo wa kufanya Jumapili itambulike kisheria. Nyakati mbalimbali viongozi wa Rumi wamekuwa wakisukuma hivyo. Sababu nyingine, watatumia mmong'onyoko wa maadili. Kule Marekani sasa hivi kuna majanga makubwa, shootings, watu wanauana bila sababu. Na hili linapelekea watu waanze kupendekeza kwamba watu, ili kukomesha haya, sio kunyang'anya watu bunduki, bali tulazimishe waanze kwenda makanisani. Mmoja kati ya wabunge wa Arizona anashauri kusema tufanye utunzaji wa Jumapili uwe kisheria. Watu watapona kimaadili, hakutakuwa na mauaji tena. Sababu za mmong'onyoko wa kimaadili unatumika kusukuma agenda ya Jumapili. Kule Ulaya wana initiative ya Walk Free Sunday, ambayo Jumapili inafanywa kama ni siku ya kifamilia, ili kutengeneza mahusiano, ili kujaribu kuponya maadili. Na sababu ya mwisho ambayo napenda kuiangalia jioni leo, ambayo inatumika kusukuma Jumapili, ni sababu ya kimazingira, kiafya, inaitwa global warming. Alipoingia madarakani kiongozi wa sasa wa Rumi, aliandika waraka wa utunzaji ama kutunza dunia ambayo ni mahala petu. Katika waraka huo, katika section ya 237, waraka huko mtandaoni, ka download ukurasa wa 68, section 237, anasema on Sunday our participation in Eucharist has a special importance. Sunday, like Jewish Sabbath, is meant to be a day which heal our relationship with God, ourselves, and with the world. Na akapendekeza kwamba ikiwa dunia nzima watapumzika na kuabudu Jumapili, habari ya global warming tutakuwa tumeizuia kwa kiwango kikubwa sana. Na barua hiyo ikatukuzwa sana kule Marekani. Obama akaandika ya kwamba Marekani itakuwa kiongozi katika kuhakikisha inasimamia hilo jambo, na tumaini mataifa mengine yatafuata. Bunge la Marekani likaufurahia waraka huo unaowataka watu waitunze Jumapili ili pia kutunza mazingira. Lakini pia popote majanga alipoinuka, Pope Francis alisema kwa sababu ya tutunzi mazingira ndio maana mambo haya yanatoweka, na hii akisukumia watu kufuata maelekezo aliyotoa katika waraka wake. Na hivi karibuni Trump alipoenda kutembelea kule Vatican, alimkabidhi kama mpango kazi waraka wake wa utunzaji mazingira. Na tunaona waraka huu unatumika kuunganisha dini, kuzileta katika interfaith dialogue. Biblia inatuambia dunia itamstaajabia huyu mnyama. Dunia itastaajabia mamlaka haya. Na ni kweli, ulimwengu sasa unastaajabia mamlaka ya Rumi. Na tunapoelekea mwishoni, Rumi inasimama katika dunia kama moral voice, authority ya dunia. Magazeti mbalimbali yanaripoti wakati kiongozi huyu wa sasa ikisema ni kiongozi aliyoushinda ulimwengu kwa dakika 5 tu. Wapendwa, katika historia ya Marekani hajawahi kutokea kiongozi wowote wa kanisa la Rumi aliyohutubia bunge la Marekani, kwa sababu msingi wa Marekani wa Kiprotestanti waliamini Rumi ni mpinga Kristo. Lakini hilo limeondoka taratibu, na sasa mamlaka yake inazidi kuwa kubwa, na kwa mara ya kwanza akahutubia bunge la Marekani, bunge lililoitwa bunge la Waprotestanti. Vipindi mbalimbali vinaandaliwa kutengeneza propaganda hii ya kumfanya kiongozi wa Rumi aonekane kama ndio sauti ya maadili ya dunia. Dunia inamstaajabia mnyama. Na hivi karibuni, wapendwa, tutashuhudia clash, mgongano kati ya ibada ya Mungu wa kweli na ibada ya Sabato bandia ya Jumapili. Wakati Rumi ikipush ibada ya Jumapili iwekwe kisheria, tazama nchi mbalimbali. Catholic Church want to ban walking on Sunday kule Croatia, maeneo mbalimbali, Ujerumani, koti ya Ujerumani, High Court
imeenforce Sunday as day of rest. Kule Poland wamefanya kitu hicho. Ni msukumo wa kanisa la Rumi. Nchi mbalimbali zimeanza tayari kupitisha sheria ya Jumapili. Na nataka nikuonyeshe ili wafanikiwe. Kanisa la Rumi linafanya Europe kama modo kwa Amerika, ya kwamba Europe itakapofanikiwa kuifanya Jumapili kuwa siku mapumziko, itakuwa modo kwa Marekani. Na unabii unatuambia Marekani atakapopitisha sheria ya Jumapili ndipo itaanza kuwa rasmi kama alama ya mnyama. Sikiliza. Taking Sunday serious, Poland. European national new law sharply restrict Sunday shopping, provide opportunity to take a closer look at America habit. Kwa hiyo anazungumza, ukisoma katika paragrafu ya pili, ya kwamba hilo litawafanya wa Marekani waanze kukumbuka kwamba inawezekana waendelee kuzalisha lakini wakaitunza Jumapili. Katika magazeti mbalimbali jitihada zinafanyika kufanya Jumapili kuwa siku ya mapumziko ya kiibada. Wakati mpinga Kristo akikazana kusimamisha ibada bandia, Mungu anasema katika Ezekiel 20:20, zitakaseni sabato zangu, zitakuwa ishara kati ya mimi na nyinyi. Wakati Mungu anasimamisha ibada yake ya sabato kama ishara yeye na watu wake, mpinga Kristo anapambana kusimamisha na yeye ibada yake iwe ishara kati ya yeye na watu wake. Wapendwa, Yesu anasema mtaifahamu kweli ili kweli waweke huru. Wengi walikuwa hawafahamu kweli hizi. Wengi walikuwa hawajui kweli huu. Lakini Mungu ameweka mikutano hii makusudi ili uelewe ukweli huu, uchague kusimama upande wa Bwana. Na Yesu anasema anasema katika Yeremia 6:16, Mungu anawaita wanadamu wasimame katika njia kuu, wakaulize mapito ya zamani, wakaulize iko wapi njia njema katika maandiko matakatifu. Na Yesu anajua katika taasisi nyingi za Jumapili wako watu wa Mungu huko ambao walikuwa hawajui ukweli huu, wanaomwabudu Mungu kwa roho, wakimfanyia Bwana ibada na Bwana anakubali ibada zao. Na Yesu anawaita watu hao wanapojua ukweli wakamtumikie Bwana katika ukamilifu wake na kuachana na mapokeo ya binadamu. Yoshua aliwahi kueleza Waisraeli, chagueni hivi leo mtakayemtumikia. Baada ya ukweli huu kuwekwa wazi kwa takribani majuma mawili, mafundisho ya Mungu yakiwekwa wazi, jioni ya leo ninasema maneno haya Yoshua, chagueni hivi leo ni nani mtakaye mtumikia. Yesu anasema mkinipenda mtazishika amri zangu. Jioni ya leo mchague Yesu, chagua kusimama upande wa Yesu, chagua ukweli, kataa mapokeo ya wanadamu. Nimekombolewa na Yesu. Tusimame. Kwa bei ya mauti Jumapili ya siku itaka
kuabudu siku hiyo. Jumapili ndiyo siku itakayotangazwa, watu wote tutalazimishwa kuabudu siku hiyo. Watuzao sabato ya Bwana watapata mateso makali, wakukataa kuitunza Jumapili iliyoanzishwa na upapa. Lakini sabato ya Jumamosi iliyoanzishwa naye Mungu yatupasa tuiheshimu. Jumapili ndiyo siku itakayotangazwa, watu wote tutalazimishwa kuabudu siku hiyo. Jumapili ndiyo siku itakayotangazwa, watu wote tutalazimishwa kuabudu siku hiyo. Watuzao sabato ya Bwana watapata mateso makali, wakukataa kuitunza Jumapili iliyoanzishwa na upapa. Lakini sabato ya Jumamosi iliyoanzishwa naye Mungu yatupasa tuiheshimu. Hata